Kwa miaka mingi wakazi wa maeneo ya Kasulu, Buhigwe na Manyovu wamekuwa na simulizi moja kuhusu barabara iliyokuwa kiungo muhimu cha maisha yao. Simulizi ya vumbi, matope, safari ndefu na gharama kubwa za usafirishaji. Lakini sasa simulizi hiyo inaanza kubadilika. Ndani ya ukanda huu wa magharibi mwa Tanzania unaopakana na Burundi, mradi wa ujenzi wa barabara ya Manyovu hadi Kasulu unaibua matumaini mapya ya maendeleo, biashara na ushirikiano wa kikanda. Barabara hii yenye urefu wa kilomita 68.25 ni sehemu ya mradi mkubwa wa uboreshaji wa barabara ya Kabingo Kasulu hadi Manyovu yenye takribani kilomita 260.6 inayolenga kujengwa kwa kiwango cha lami. Huu ni mradi wa barabara ya Manyovu Kasulu, mradi ambao una urefu wa kilomita 68.25 ukiwa umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 100 za Kitanzania. Tunakwenda kuzungumza na mkandarasi aliyejenga barabara hii, atueleze umuhimu wa barabara hii ni upi kwa nchi hizi mbili za Tanzania na Burundi, lakini vile vile atufahamishe mpaka sasa anaonaje maendeleo ya barabara hii tangu kuanza, wananchi wanasemaje, awali hali ilikuwa vipi? Karibu. Kwa majina naitwa David Ngomuo, ni meneja mradi wa kipande cha kwanza cha barabara kinachoanzia Kasulu mpaka hapa mpakani na Burundi. Hii barabara imeanza toka mwaka 2020 na mpaka mwaka huu imeshakamilika kwa 100%, na kazi ambazo zimebaki sasa hivi ni tunaziita snag list, ndio ambazo tunaendelea nazo, lakini kazi kubwa imeshakamilika kwa 100%. Barabara hii mpaka sasa imeshakamilika kwa 100% na imegharimu kiasi cha shilingi bilioni 101 mpaka sasa. Na hapo mwanzo hii barabara ilikuwa of course ni ya vumbi kuanzia kipande cha Kasulu mpaka hapa Burundi, na kwa sasa inanufaisha watu wengi sana, kwa maana kwamba usafirishaji, jukumu zima la usafirishaji limekuwa rahisi kwa sasa, kwa maana kwamba usafirishaji umekuwa rahisi kwa tofauti na mwanzo. Kwa mwanzo ilikuwa ni vumbi, mpaka sasa ni lami. Kwa swala zima la usafirishaji limekuwa ni gharama zimepungua sana kwa usafirishaji, na hata service ya magari imekuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo watu wamenufaika kwa maana kwamba nauli zimeshuka, kwa maana kwamba gharama za usafirishaji wa bidhaa kwenda mpakani kwa nchi jirani ni Burundi na Kongo imeshapungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa jinsi ilivyo, kwa ratiba jinsi ilivyo, ndani ya mwezi huu wa 6, ndani ya mwezi wa 6 kazi zote zinaenda kukamilika. Kwa sababu kazi ambazo zimebaki sasa hivi ni zile za barabara za michepuko, ile tabaka la juu ambalo tunamalizia sasa hivi, naenda kukamilika mwisho wa mwezi huu wa 6. Barabara hii rai ambayo tunaitoa sasa kwa wananchi ambao wako pembezoni mwa hii barabara ni kulinda miundombinu yote ambayo imewekwa hapa na serikali, kwa maana kwamba kutunza zile, kuna vibao vya alama barabarani, kuna taa, tunaenda kuweka taa zile, kutunza mifereji isizibe. Kwa hiyo tunawapa rai tunaitoa ni kuzitunza hizi hapa, ili ziendelee barabara iendelee kufanya kazi jinsi ambavyo imenuiwa, na iendelee kuwasaidia kwa muda mrefu zaidi. Ufadhili wa mradi huu unatokana na ushirikiano wa serikali ya Tanzania na Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB. Wananchi wa Tanzania, barabara hii haitakuwa tu njia ya magari, bali itakuwa kichocheo cha uchumi. Hivyo ni sawa na kusema zaidi ya barabara ni njia ya fursa. Naitwa Niyonkuru Drike, mkazi wa Mshenyi, wilaya ya Mabanda, mkoa wa Makamba. Hii barabara imekuwa nzuri kwa sababu zamani ilikuwa haipo hivi. So imebadilika sana, barabara siku hizi fresh. Kutoka hapa Manyovu mpaka Mabanda tulikuwa tunatumia risali moja. Ni Mabanda? Mabanda. Ndio. Tulikuwa tunatumia saa moja. Sasa hivi? Sasa hizi tunatumia dakika 30 unakuwa umefika Mabanda. Sasa kukamilika kwa barabara hii umerahisisha vipi shughuli zenu za usafiri na usafirishaji? Kukamilika kwa barabara hii kwenye usafiri bei imepungua, na usafirishaji ukiwa unasafirisha vitu nauli imepungua. Nadhani wananchi walipokea maoni kutoka serikalini, wakaambiwa wasipitishe mifugo yao barabarani, wakaambiwa wasing'oe hizi alama za barabarani, mambo mengi kaza wa kaza. Lakini za sisi sasa tunatoa rai, serikali nao waingilie kati basi kwa haya magari yanayopakia mizigo mkubwa, ili waweze kuzuia, tulinde rasilimali yetu. Hii barabara sio ya serikali,
ni wananchi wote wa mkoa wa Kigoma na inatusaidia wote, nje ya serikali, tuilinde wote kwa nguvu moja.